Habari za wakati huu ndugu Mtanzania popote ulipo, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Taarifa kubwa ni katazo la serikali kufanyika kwa mikutano ya kisiasa nchini Tanzania, ambapo leo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikuwa Tabora na walitakiwa kufanya mkutano eneo ambalo linajulikana kama Urambo, lakini Chadema wameshindwa kufanya mkutano baada ya jeshi la polisi kuwazuia Chadema kufanya mkutano. Lakini pia wakati viongozi wa Chadema wakiondoka, jeshi la polisi limefuatilia msafara wa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kama unavyotazama katika picha, ni picha ambazo zimeachiliwa na chama cha Chadema. Nyuma unaona ni jeshi la polisi wakifuatilia msafara wa viongozi. Lakini kuna barua ambayo waliitoa jeshi la polisi ikiwa ni katazo kwa Chadema kufanya mkutano huo ambao walitakiwa kufanya leo huko Urambo, Tabora. Taarifa hii ya jeshi la polisi inasomeka kama ifuatavyo. Ni taarifa kwenda kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yahusu kuzuiwa kufanya shughuli za mikutano ya kisiasa hadi pale maelekezo mengine yatakapotolewa. Husika na kichwa cha habari tajwa hapo juu, na rejea barua yako yenye kumbukumbu namba CDM/URM/06 ya tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 na yangu niliyokujibu GA.612/845/01/12 ya tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ya husika, na kutaarifu kwa kufuatia mkutano uliopangwa kufanyika siku ya tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika viwanja vya Wananchi Square Tafarani. Mkutano huo hautafanyika kama ulivyopangwa kufuatia maelekezo ya serikali yaliyotolewa, na hivyo hakutakuwa na mkutano huo mpaka maelekezo mengine yatakapotolewa. Imesainiwa na mkuu wa polisi wilaya ya Urambo na nakala pia imetumwa kwa kaimu kamanda wa polisi Tabora kwa taarifa pia ni barua ambayo imetumwa sehemu nyingi kuhakikisha kwamba Chadema taarifa inawafikia, lakini pia hawafanyi mkutano ambao ulipangwa kufanyika leo. Chadema kupitia peji zao wametoa taarifa kwa umma pia wakiwajulisha Watanzania hiki ambacho kimetokea, na kupitia mitandao ya kijamii ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameposti picha za viongozi wa Chadema wakati wakiondoka eneo hilo, lakini pia na picha za polisi wakifuatilia msafara wa viongozi. Taarifa ya Chadema inasema jeshi la polisi limezuia mkutano wa hadhara uliokuwa umepangwa kufanyika leo tarehe 27 Juni mwaka 2026 katika eneo la Urambo, mkoa wa Tabora. Tangu asubuhi askari walizingira uwanja wa Mwananchi Square na kuwazuia wananchi kusogea eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, msafara wa makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche ulilazimika kuondoka kuelekea Kigoma kwa ajili ya kuendelea na ratiba ya vikao vya chama. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jeshi la polisi linaendelea kufuatilia msafara huo tangu ulipoanza safari yake kutoka Tabora mjini. Wanatoka Tabora na wanaelekea Kigoma kwa ajili ya vikao vya chama, na polisi wakazidi kuwafuatilia. Na maoni hapa ya wadau wanachadema na watu mbalimbali. Huyu wa kwanza anasema tarehe 7 ya mwezi wa 7 tunasubiria kwa hamu sana wananchi. Lakini pia mwingine anasema kwamba sijui hawa Chadema wago wanatumiaga akili ya aina gani. Jana serikali imetangaza, leo wanataka kufanya mikutano, wanapenda ugomvi. Lakini pia mwingine akasema kwamba waziri amesema hakuna mikutano, unafikiri itafanyika? Polisi hawawezi kuruhusu na waziri kashasema. Mwingine anasema kwamba Watanzania tuilinde amani ya nchi yetu, tusikubali kuvunja amani ya taifa letu. Lakini pia mwingine anasema kwamba
vipolisi vya CCM, ila ipo siku tutashinda. Na leo pia nimeona taarifa kutoka kwa waziri mkuu akizungumzia pia Mwigulu Nchemba kuelekea hiki ambacho kinahamasishwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, maandamano ya tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka huu, ambapo waziri mkuu Mwigulu Nchemba amesema hawa wanaharakati wameanza lini kuwa wema? Wengine wanadhani wameanza kwa Samia, walimtukana Magufuli matusi yote mabaya, na alipofariki wakafanya sherehe. Hao ndio wamekuwa wazuri wa Tanzania, amehoji waziri mkuu Mwigulu Nchemba wakati akizungumza leo, lakini pia akiwazungumzia wanasiasa hao katika kipindi hiki kuelekea maandamano ambayo yanaratibiwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama Mtanzania, tuliache kwako, tuachie maoni yako. Lakini amesema hawa wanaharakati wanalipwa kwa mwezi milioni 3 na wengine milioni 5. Amezungumza hayo akizungumza na wananchi wa Ikungi mkoani Singida leo tarehe 27. Lakini kubwa kama nilivyosema, amesema kwamba kama hauhusiki na kupanga mipango michafu, usiingilie hatua ambazo serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vinachukua kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama. Tocha maoni yako Mtanzania, lakini kwa kina zaidi hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia hapa ili tuzidi kuhabarishana taarifa kem ambazo zinazidi kuendelea hapa Tanzania.